Yaani kila kitu chenye anafanya, ana tabia ya utakatifu ambayo tabia ya Mungu. Lakini alipoasi na kutenda dhambi, maana yake akaingia katika utawala wa shetani. Baada ya kusikia neno la shetani na kulitii, akafanyika mwana wa shetani. Sasa Yesu Kristo alipokuja kutoka mbinguni akiwa neno la Mungu, akazaliwa duniani kama mwanadamu. Sasa yeye anayempokea yeye Yesu Kristo anarudishwa tabia. Maana kumbuka, Yesu ni mfano halisi wa Mungu. Yesu ndiye mfano halisi wa Mungu. Yesu Kristo ni mfano halisi kabisa wa Mungu. Kwa hiyo ikiwa Yesu Kristo ni mfano halisi kabisa wa Mungu, basi amerudisha tabia ya uungu ndani mwetu, ama tabia ya mbinguni ndani mwetu. Kwa mfano, ukuu kichwa ni ukuu wa Kristo. Wakolosai 1 mstari wa 15. Wakolosai 1 mstari wa 15. Yeye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwake yeye vitu vyote vilikuwepo mbinguni na juu ya kila kitu. Sasa tunaona kwamba Yesu ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mfano wa Mungu asiyeonekana. Kwa sasa ule kuwa mwanadamu kuumbwa kwa mfano wa Mungu kulipopotea baada ya mwanadamu kuasi, utukufu wa Mungu ukamwacha, Yesu Kristo anarudisha tena utukufu wa mwanzo ndani ya mwanadamu. Maana yake tabia ya Mungu inarudi ndani ya mwanadamu kupitia kwa Yesu Kristo. Na ukiwa na hiyo tabia ya Mungu ndio unafanyika kuwa mtoto, yani wewe ndio unakuwa mtoto wa Mungu. Mwana wa Mungu maana yake unayo tabia ya Mungu ndani yako. Kwa hiyo tabia ndio inayomwakilisha mtu kuwa ni mwana wa nani. Sasa na kinacholeta hiyo tabia ni roho iliyo ndani ya huyo mtu. Wagalatia 4 mstari wake wa 5. Tuanze mstari wa 4. Lakini ilipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe, ambaye alizaliwa na mwanamke, akazaliwa chini ya sheria. 5. Kusudi awakomboe wale waliokuwa chini ya sheria, ili tupate kupokea zile haki kamili za kufanywa watoto wa Mungu. Kwa sababu nyinyi ni watoto wa Mungu, Mungu amemtuma roho wa mwanawe mioyoni mwetu, anayelia Aba, yani Baba. Kwa hiyo roho wa Kristo anakaa ndani mwetu na anatufanya sisi kuwa wana wa Mungu. Kwa maana yeye ndiye kutuongoza jinsi ya kufanya, jinsi ya kutenda, jinsi ya kuongea, jinsi ya kuenenda. Kwa hiyo mienendo yetu inabadilika. Hatuongozwi tena na ibilisi, bali tunaongozwa na Mungu kupitia kwa roho wake mtakatifu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hiyo sasa tunakuta kwamba tabia ndio zinamfanya mtu kuwa mwana wa ibilisi au mwana wa shetani au mwana wa Mungu. Jambo la kwanza. Jambo la pili, roho iliyomo ndani ya mtu ndio inamfanya mtu kuwa mwana wa Mungu ama mwana wa shetani. Kwa hiyo mtu akiwa na roho wa Mungu, yeye ni mwana wa Mungu. Kwa maana tumesoma kwamba wale wote wanaoongozwa na roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo roho wa Mungu akiwa ndani yako, na anakaa ndani yako tu baada ya wewe kumpokea Yesu Kristo. Kwa hivyo roho wa Mungu anakaa ndani yako. Akishakaa ndani yako, umezaliwa katika ufalme wa Mungu. Huko ndio kuzaliwa na Mungu. Sasa huko ndio kunaitwa wana wa Mungu. Kwa hivyo ukimpokea Yesu Kristo, roho wa Mungu anakaa ndani yako. Roho wa Mungu akikaa ndani yako, umefanyika kuwa mwana wa Mungu. Na kama roho wa shetani akikaa ndani yako, umefanyika kuwa mwana wa shetani. Ndio maana Yesu akasema manabii wa uongo watakuja, lakini mtawajua kwa matendo yao. Kwa sababu roho ya uongo ikikaa ndani ya mtu, umuongoza huyo mtu kufanya uongo, kuenenda katika njia za uongo. Maneno yake, tabia zake hazieleweki. Unaona kitu kama hiyo. Lakini ukiwa na roho wa Mungu ndani yako, atakuongoza kutenda mambo yaliyo mema, mambo mazuri, mambo ya kiungu, utakatifu na upendo, amani na vyote. Yaani tabia za Mungu zitakaa ndani yako. Utakuwa nafanya vile Mungu anafanya, maana Mungu ni baba yako. Kama kuna swali lolote ambalo ungependa kuuliza ili ujue zaidi,
utadondosha tu swali lako kwenye comment, ama kwa hii namba ambayo inapita hapa unaweza ukanipigia simu. Iko WhatsApp pia hiyo namba, unaweza ukanipigia simu ukaniuliza swali lako ambalo pengine bado linakusumbua akilini. Niko hapa kwa ajili yenu. Mimi ni zawadi yenu, nimetumwa na Kristo. Mimi nimemwona Kristo, wala sisemi haya ama siongee haya kwa sababu nimesoma Biblia. Hapana, kwa sababu nimemwona. Mbali na kusoma neno la Mungu, nimemwona Yesu. Mimi hapa nimemwona. Kusikia Yesu yupo, basi yupo na yuko hai, na tena yuko hai. Yuko hai. Yesu Kristo yu hai. Mimi hapa nimemwona. Mimi nimemwona Yesu. Kwa hiyo Mungu awabariki. Mungu awabariki sana. Kama kuna swali lolote mtaweza kuniuliza. Naona nimefikia hapo. Mungu awabariki sana. Wacha nikuombee. Baba, ninakushukuru mfalme mwenye nguvu zote kwa ajili ya neno lako. Bwana Yesu, achilia neema na kibali na ufahamu wa Roho yako Mtakatifu kwa huyu mwanao ambaye amekuwa akinitazama tangia Bwana nimeanza fundisho hili. Mapenzi yako yatendeke kwake. Bwana, ujidhihirishe kwa utukufu wako. Mbariki, mpe tamanio la moyo wake. Julikane ya kwamba wewe ndiye Mungu wa kweli. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na atakusaidia. Amen. God bless you. God bless you. God bless you.